Hujambo ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Todd Jesus TV, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwenye robo ya kwanza mwaka 2025 tunazungumzia upendo na haki ya Mungu. Ninakukaribisha nikiwa na imani ya kwamba umeanza na unaendelesha kuonyesha upendo kwa wote wanaokuzunguka na kuwatendea haki hata wale ambao huwajui. Hii ni mojawapo wa sifa nzuri ambazo ni lazima tuzige kwa Mungu wetu aliyetuumba. Leo tuko kwenye somo linazungumzia ningefanya nini zaidi. Ni kama swali, ningefanya nini zaidi, ama wewe ungefanya nini zaidi? Somo hili linatoka kwenye maandiko matakatifu kwenye Yohana 18:37, Warumi 3:23 hadi 26, Warumi 5:8, Isaya 5:1-4, Mathayo 11:33 hadi 39, na Isaya 53:4 na Warumi 3:1 hadi 4. Lakini kabla tujaingia kwa undani wa somo, utangulizi, ninakualika kumkaribisha Roho Mtakatifu ili kwamba andae tena moyo wako kusikia ukweli huu na kubadilishwa nalo. Fungu la kukariri Yohana 18:37. Basi Pilato akamwambia, wewe umfalme basi? Na Yesu akamjibu, wewe wasema. Kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili nishuhudie kweli, na kila aliye wa hiyo kweli hunisikia sauti yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mazungumzo ya Yesu na Pilato, na kitu ambacho ni cha msingi hapa ni kuelewa kweli. Kuna uongo na kweli. Yeyote ambaye ni wa kweli anamkubali Yesu kwa sababu yeye ndiye analeta kweli. Lakini yeyote wa uongo, ambaye wote wanafuata uongo, hawakubali kweli. Yeyote anayekataa kweli ni mtu wa uongo, na watu wanaokuwa wa uongo ni wajukuu wa Shetani, kwa sababu yeye ndiye baba wa uongo wote. Katika utangulizi huu wamezungumzia kisa kia mtoto mmoja ambaye alikuwa ni yatima, ambaye alikuwa anaitwa Dennis. Huyo Dennis kufikia muda fulani, kwa sababu ni yatima, alikuwa amelelewa na jamaa fulani, na baada ya miaka fulani kufikia wakati majeshi wa mfalme wakaja kumtenganisha na wazazi wake, na akakasirika sana. Alikuwa amechukia kwa siku nyingi ya kuelewa. Alichukia akizani ya kwamba ni roho mbaya ama ni kumtesa ndiyo kulifanya mfalme kutuma askari kumtenganisha na wazazi, na alikuwa amewachukia kwa muda mrefu. Baadaye tu ndipo walipojua kwamba mfalme aliwatenga ili kuwaepushia walio hai utisho wote wa tauni nyeusi. Ni hapo ndipo akaelewa kumbe mfalme hakuwa na lengo mbaya. Ukweli kuhusu mfalme ulimweka Dennis huru kutokana na chuki ambayo aliyokuwa ameiweka karibu katika maisha yake yote. Mfalme daima na katika kila hali aliwatendea kwa upendo watu wake, sio kwa chuki. Na kuna watu wengi leo wanamuona Mungu kwa kiasi fulani kama Dennis alivyomuona mfalme. Watu wengi wanamchukia. Uovu ambao tunauona, wanasema basi Mungu yuko wapi? Yuko wapi tunapoteseka? Ikiwa Mungu ni mwema, kwa nini kuna uovu mwingi? Na pambano la ulimwengu mzima linaelezea zaidi swala hili muhimu, lakini maswali mengi yanadumu kuwepo. Hata hivyo, wakati majaribio yetu yote ya kupata majibu yanaposhindwa kutosheleza, tunaweza kumtazama Yesu msalabani na kuona ndani yake kwamba Mungu anaweza kutumainiwa hata mmoja na maswali yote ambayo hayana majibu kwa sasa. Licha ya maswali mengi ambayo tunaweza kujiuliza tukisema, Mungu anaweza kufanya nini kuthibitisha tabia yake? Je, anawezaje kuwashawishi malaika na viumbe wengine wote aliyowaumba kuhusu unyofu wa upendo kwao? Maneno kama na yale tunakuja kujibia katika somo hili. Kwa hivyo nakualika mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwenye somo linalozungumzia Kristo mshindi. Jumapili na Jumatatu tutazungumzia mwenye haki na mwenye kuhesabiwa haki, na siku nyingine utakuja na somo ambalo linazungumzia wimbo wa mpenzi wangu siku ya Jumanne, wimbo wa mpenzi wangu, na baadaye utakuja na somo linalosema mfano wa Kristo wa shamba la mizabibu kwenye Jumatano, na baadaye tutakujia na somo la kusema kulithibitisha jina la Mungu. Itakuwa ni siku ya Alhamisi, na hatimaye tutakujia kwenye kujifunza zaidi
tukijibia kwa maswali fulani na kutoa kifupi cha somo. Ikiwa ni kusudi lako kujifunza somo hili pamoja nasi ili kwamba likusogeze karibu na Yesu, basi nitakualika kwa maombi. Asante Baba uketie mahali patakatifu, asante kwa somo hili. Tunakualika ili kwamba uwe pamoja nasi na ujifunue zaidi kwetu katika jina la Yesu Kristo. Amina.